Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS ikiongozwa na mtakwimu mkuu wa serikali Bi Amina Msegwa leo hii wameweza kufika katika gereza kuu la Isanga lililopo jijini Dodoma, lengo kuu ikiwa ni kutengeneza ushirikiano mkubwa baina ya ofisi hizo mbili, huku wakiambatana na ugawaji wa zawadi kwa wafungwa pamoja na mahabusu waliopo katika gereza hilo. Sisi ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa majukumu yetu ya msingi kabisa uzalishaji wa takwimu rasmi nchini, lakini pia uratibu wa mfumo mzima wa takwimu nchini umekuja kwa sababu kubwa kwamba tunaendelea na mashirikiano mazuri sana na Jeshi la Magereza, hasa katika kupata taarifa, kuzalisha takwimu za magereza. Na katika uzalishaji wa takwimu hizo tunaweza kujisema kwamba sisi tunaratibu mfumo mzima. Sasa katika kuratibu mfumo huo huwa tunahakikisha kwamba takwimu zinazokusanywa zimezingatia vigezo. Na kwa mwaka huu kuanzia mwezi Machi tumeendelea na kufanya utafiti ambao tunasema kwamba ni utafiti wa kuangalia wale wafungwa ambao wanatoka na kurudi gerezani. Je, visababishi vikubwa ni nini? Utafiti huu unaendelea sasa uandani, na pale tutakapokamilisha, maana yake tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kushauri serikali, lakini pia na mipango mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wafungwa hawa wanavyotoka gerezani wakiwa wamepata ujuzi, ni vitu gani wanaweza kupatiwa, ni mazingira gani yanaweza kuboreshwa ili kuhakikisha kwamba wakirudi mtaani, wakirudi kwenye jamii, hawawezi kufanya tena yale makosa ambayo yaliyowasababisha kuwaleta gerezani. Kutokana na tafiti hizo na mashirikiano makubwa na Jeshi la Magereza, tukaona kwamba mwaka huu pia tuje tutoe zawadi kwa wafungwa na mahabusu ambao wako Isanga. Kwa sisi leo tumekuja na upendo ambao ni zawadi zitawafikia wafungwa na mahabusu, lakini pia zawadi hizi zingine zitasaidia katika kuboresha mazingira ambayo wafungwa hawa na mahabusu wapo. Hapa zinasikika pongezi kwa jeshi hilo la magereza kwa juhudi wanazozifanya za kuwalea watu hao, pamoja na wito kwa taasisi nyingine kuweza kutembelea wafungwa na mahabusu waliopo katika magereza yote nchini, kwani watu hao wana uhitaji mkubwa pamoja na faraja. Kwa hiyo kwa nafasi hii kubwa tunaomba tuwapongeze sana mkuu wa gereza la Isanga kwa kuendelea kutoa huduma. Sisi tunaiita ni huduma, kwani kufanya malezi, kuwasimamia usalama wao pia ni jambo la msingi sana. Kwa upande wake, kamanda mkuu wa gereza hilo la Isanga ACP William Makwaya anaeleza jitihada kubwa zinazofanywa na jeshi hilo ili kusudi kuweza kuwapa mafunzo bora ya ujasiriamali ili kuwa mkombozi wa maisha yao pindi watokapo gerezani. Kupitia jeshi letu la magereza, mkuu wetu wa jeshi kwa sasa anafanya jitihada mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha wafungwa masuala yanayohusiana na ujasiriamali. Wanapotoka hapa wanatoka na vyeti ambavyo wakirudi katika jamii vinakuwa ni msaada sana katika utendaji, na wale wengine wanabahatika kupewa mpaka mitaji ili wasirudi kufanya vitu vingine ambavyo ni makosa katika jamii. Hata hivyo, kamanda huyo anatoa wito kwa jamii inayowazunguka watu hao pindi watokapo gerezani kutokuwatenga, badala yake wawape ushirikiano mzuri na kuwaeleza namna ya maisha yanavyokwenda ili kuepuka kurudia makosa na uvunjifu wa sheria. Kama jamii nayo inapaswa kuelewa kwamba watu hao waliomo humu ndani wanapotoka wanapaswa kupokelewa vizuri katika jamii na kuwezeshwa. Kutoka Dodoma, niite Peter Obogo wa Manyunyu TV. Unajua unapaswa kuwa wa kwanza kupata habari zote kiganjani mwako. Yote haya yanawezekana ukiwa na Manyunyu TV. Cha kufanya, ingia YouTube kisha andika Manyunyu TV, utaona neno subscribe, bonyeza hapo, kisha bonyeza alama ya kengele, na hapo utakuwa wa kwanza kupata notification za habari kutoka pande zote. Manyunyu TV ni yako, tumeliamsha.